Aira Savana, Iya Savana, Kemaluku, Iya Savana, Kemakunusa, Iya Savana, Kemutende, Iya Savana, Kemaluku, Iya Savana, Kemakunusa, Iya Sehemu ya kwanza, wote na hasa vijana ambao mnasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha nne, hata cha sita, hata chuo kikuu, na wale ambao wanaingia la kwanza, la pili, tumekuwa tukifundishwa na tukikumbushwa kwamba waasisi wetu marehemu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walipigania sana na wenzake kule Ghana, tuna Kwame Nkrumah, tuna Jomo Kenyatta, na sisi tukafanikiwa kupata uhuru mwaka 1961. Kwa hiyo kazi ya kuwa huru kufanya tunayoyataka ilifanywa na awamu ya kwanza. Tukasema ni lazima tuondokane na umaskini, ni lazima tuondokane na maradhi, ni lazima tuondokane na ujinga. Kwa serikali zote za awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu zimekuwa zikitekeleza mikakati mbalimbali ambayo imelenga kuona kwamba jamii yetu ya Watanzania inaondokana na umaskini, inaondokana na maradhi, na inafuta au inaondokana na ujinga. Lakini haijawa rahisi kama ambavyo wengi walidhania kwamba ukishapata uhuru uko huru basi kila kitu kinawezekana. Hapana. Kumbe tuna vita kubwa nyingine ya pili ya kupigania ila kuwa na uchumi ambao tunaweza tukajitegemea kama taifa. Na hii ni vita kubwa kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri kwenye hotuba yake. Kwa ni vita ya kiuchumi katika mataifa haya makubwa. Lakini iko hapa kwetu chini. Watu wanabana, migogoro ya ardhi, migogoro ya wafugaji, migogoro ya wakulima, ni vita za kiuchumi, namna ya kuishi katika maeneo. Ili kujenga uchumi wako, unatakiwa kuwa na silaha za kujengea uoni uchumi. Kwenye uchumi, silaha ya kwanza kuliko zote, whether you like or not, ni elimu. Walimu nakosea? That's the first weapon everybody must have. Kila mtu awezeshwe kuwa na elimu ili tuweze kuingia kwenye vita ya kiuchumi tukiwa na uelewa. Vinginevyo taburuzu. Ni muhimu sana tukalielewa hilo. Na ndio maana hawa wenzetu ambao sitaka kuwataja, wanapomkuta mtu mwenye akili ambaye anajua haki zake, ana elimu, wananungunika sana. Wamezoea kuona viongozi wetu wakichaguliwa leo, siku ya pili yuko Ulaya. Kwa hiyo wanachukua walichokuwa wanatupatia pale, walichokuwa wanatuibia pale Mererani, akifika kule Ulaya wanamwambia zawadi yako hii. Walichukua 100%, wanatupatia 2% kama zawadi. Tunapiga makofi kwamba nchi fulani imetusaidia. Wanapogundua kuna mtu ambaye analinda rasilimali zake, amekataa zisichukuliwe, na wakimsubiri kule wanakuta haonekani, inawatesa sana. Ndio vita ya kiuchumi na kwa kubwa zaidi. Maana anachosema hapo inakuwa kubwa zaidi kwa sababu amemsubiri kule, wampe zawadi wakakuta hayupo. Haendi. Umenielewa jamani hicho kitu? Kwa tunataka hii silaha ya elimu akiwa nayo kila mtu, twende kupambana huko. Mheshimiwa Rais amejenga ukuta wa Mererani, sisi tutajenga kuta katika wilaya yetu ya Kondoa.
kulinda mali zetu. Kila mtu tamgusa, kila mtu hata ruhusu uzembe kazini, kila mtu hata ruhusu rushwa, kwa sababu tutakuwa tunajua tunapambana na adui mmoja ambaye tunataka tuondoe umaskini, tuwe na nchi yenye uchumi, nchi ya viwanda, uchumi wakati wa mwaka 2025. Nidhani nianze hii na ya kwanza mnielewe maana yake ni nini, ili nije kwenye hoja ya pili ya kutoa pongezi. Nataka nikupongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri, mbunge wa Kondoa, nikupongeze mkuu wa wilaya, nikupongeze mkurugenzi, nikupongeze mwenyekiti, nikupongeze baraza la madiwani. Niwapongeze sana walimu, niwapongeze sana waratibu kwa kazi hii nzuri. Mnaweza kama mnafikiria mnafanya jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa sababu vijana wetu wakipata elimu iliyo bora, humo ndio tutapata wahandisi watakao msaidia Mheshimiwa Rais kulinda rasilimali zetu. Tutapata wataalamu wa mining watakao msaidia Mheshimiwa Rais kulinda mali zetu ambazo ziko chini ya ardhi. Tutapata wataalamu wa misitu, tutapata wataalamu ambao ni madaktari watakao tibu wa Tanzania. Tutapata walimu, maprofesa. Tutapata wataalamu wa miamba ambao kesho tukigundua madini, tukiweka kampuni hata kama inatoka Marekani, kutoka wapi iweze kuchimba, msimamizi tunamweka Mtanzania. Tuondokane na mahalo unakuta kwenye mgodi mzima ni wageni watupu. Waswahili wako kuanzia getini, wale walinzi. It's very painful, sio utani. Ukienda kwenye baadhi ya migodi huko nyuma unakutana na Waswahili kwenye geti. Kinachotokea ndani ya mgodi hujui. Kwa hiyo juhudi kama hizi za Mheshimiwa Naibu Waziri na wote mliopo hapa ni juhudi nzuri za kuzipongeza. Na nimekuja kwa kweli kuwatia moyo, kuwaunga mkono kwamba kazi hii ni nzuri. Wazo, dhamira na nia ni nzuri. Kutakuwa na mambo mengine yanaweza kapungua, lakini dhamira, msingi wake, nia yake ni nzuri. Na mtu asihukumiwe vibaya kwa nia yake nzuri. Kondoa safi. Safi. Jana mpo. Longe ni slonge. Kwa hiyo nitaka hiyo niseme ya pili ni washukuru. Sasa hii nia njema, viongozi wenzangu, huwa haikosi mapungufu. Ndio sehemu yangu ya tatu. Na ni vizuri tukaisema ili tuweze kuboresha. Jambo la kwanza, wanafunzi mlio nao form 2 na form 4 kwa shule zote 20 ngapi za kata? Ziko 25? 23. Nimeambiwa hapa jumla wanafunzi watakiwa kwa 7742. Na mlio wachukua ni 442 ambao ni sawasawa na 5.7. Nia ni njema, lakini lazima tuone namna ya kulifikia kundi kubwa. I think you know what I mean. 5.7 vis-a-vis 84.3%. Kwa kundi kubwa liko nje. Kwa ni lazima tuone namna tuendelee kubuni, tuendelee kufikiria namna ambayo inaweza kuwafaidisha walio wengi zaidi. Lakini vile vile ni lazima tuone ni namna gani hata kundi hili linaweza likaongezeka likawa kubwa, likajumuisha walimu wengi waliopo shule nao wakashiriki kwenye zoezi kama hili. Nasema vile kwa sababu mimi ndio mkuu wa mkoa. Hamna ambacho kinaweza kapila nisipate taarifa. Kwa yako manunguniko. Moja mmeshanijibu kwamba njia mliotumia ni kuchukua wanafunzi 10 bora. Kuna malalamiko kwa wananchi wenu humu ndani Kondoa kwamba system iliyotumika kuchagua wanafunzi wanaona kama wengine mewacha watoto wao.
lakini inawezekana ni kwa sababu ya ufinyu wa nafasi. Na inawezekana pengine mlitakia mtangaze vipi. Hakuna miujiza kama budget ni ya watu 10 kwenye kila kata, lazima utakosa wengi. Sasa namna gani mliweka watu wengine ni muhimu sana. Hilo la kwanza. Lakini vile vile yako malalamiko hata namna waliopatikana hawa walimu. Mmoja msema kweli, nasema niwaambie kwa sababu mimi ndio mkuu wa mkoa. Nikificha mimi, sasa mtapata kwa nani? Sio jamani. Jinsi waliopatikana hawa. Nimefurahi kusikia kama mnasema wamevolunteer. Lakini lilivyo huko nje walisema wamevolunteer. Wameteuliwa au wamechaguliwa kwa namna ambayo watu wanaona kama kuna aina fulani ambayo sio sahihi. La tatu. Naandika. La tatu ambalo hilo nimeliona liko wazi. Nadhani kuna tatizo la ushirikishwaji. Nia njema hii, mkurugenzi, huna haja ukifanya peke yako. Afisa elimu yuko hapa. Wewe ulimtaarifa afisa elimu kwa mkoa. Umempelekea barua, umempa taarifa. Mambo mengine unaweza kuwa mnamharibia mbunge wangu anayefanya kazi vizuri hapa. Kwa sababu ya ninyi kutoka mambo yenu vizuri. Afisa elimu, umeenda kutoa taarifa kwa afisa elimu wa mkoa, umemwandikia kumtaarifu jambo jema kama hili. Mkuu wa wilaya mmeandika taarifa mkampatia? Hamna. Sasa ushirikishwaji ni muhimu sana wa halmashauri. Ili pengine wanaweza kupatikana dau wengine na idadi kafani ikaongezeka. Kwa sababu sio peke yake mheshimiwa waziri hawezi kuumia. Wako wadau wanaweza kachangia na idadi hii ingeweza kuongezeka, na sio lazima tungeweza kuwa na makambi hata 3. Moja kambi likawa hapa na walimu hawa. Sio jamani? Kambi lingine ikawa kata nyingine na walimu wengine. Mnachukua 10 kule. Kwa hiyo ukuta at the end mna wanafunzi pengine zaidi ya 1000. Lakini ni kwa sababu ya wadau ambao wangeweza tu kukashiriki. Hata mimi ningechangia. Kwa hiyo wakati mwingine nia njema hii kwa sababu ya namna ilivyofanywa, baadhi ya vitu watu wanaicapture kama ni weakness. Na mnaharibu kazi nzuri na nia njema. Na ndio maana nikaanza na ajenda namba 1 kama mmenielewa, ya kuelezea umuhimu wa kazi nzuri kama hiyo aliyofanya mheshimiwa naibu waziri na mkurugenzi. Kwa hiyo mnaweza mkaangalia kwa ujumla namna ya kuboresha mheshimiwa. Namna ya kuboresha, mnaweza mkana makambi pengine maeneo mbalimbali, au mnaweza baada ya kambi hili katafuta ile krimu, kwa sababu hawa ni wachache, kuwatafuta walimu na unaweza kuwatumia wote. Wakachukuliwa hawa wakaenda zoni fulani, wakashambulia siku 10 kwa masomo ambayo mnaona kwamba yana matatizo na hayana walimu. Au sio jamani? Wanapiga, wanaondoka. Wanakwenda another kata, lakini pale umewapata wanafunzi wote. Hakuna chokalalamika. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitakuwa mnyimi wa fadhila nisipomshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ile ni taa inayong'ara, haijawahi kutokea ndani ya Tanzania. Naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Naomba pia nipongeze viongozi wangu wa wilaya ya Kondoa kwa kazi njema wanayoifanya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya anafanya kazi nzuri. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nawiwa sana ndani ya nafsi yangu, kwa dhati ya nafsi yangu, kumpongeza mwalimu mwenzangu, Mwalimu Fales Mohamed Kibasa. Nakupongeza sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nataka kusema kwamba kipaumbele cha mimi mbunge wenu kwa Kondoa ni elimu. Kipaumbele changu cha kwanza ni elimu. Kipaumbele cha Shatu cha pili ndani ya kipindi chake cha uongozi ni elimu. Kipaumbele chake cha tatu ndani ya kipindi chake ni elimu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nisimame kwenye hili. Tukiweza kuisimamisha elimu vizuri ya vijana hawa,
ya watoto wetu, mengine yote yanawezekana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuthibitisha hilo, kati ya shilingi milioni 135 ambazo nimezipata za mfuko wa jimbo tangu nilipoingia madarakani mwaka 2015 mwezi wa 10, milioni 99 zimepelekwa kwenye elimu ya watoto wa Kondoa. Tunaendesha makambi, tunaboresha miundombinu mbalimbali ya elimu. Kwa pamoja tuhakikishe tunaacha athari chanya kwa watoto wetu hawa. Ni kambi kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4 na cha pili, ambao mipango yetu ni kuhakikisha kwamba tunaongeza ufaulu kwa halmashauri ya wilaya ya Kondoa, kwa sababu kwenye rekodi zetu kwa miaka ya nyuma kumekuwa na ufaulu wa kiwango cha chini. Moja, tulichopanga ni kuondoa division 0 kabisa, lakini pili, tumepanga kuhakikisha watoto wanapata division 1 na division 2 zinazoongezeka, kwa sababu wanafaulu lakini tunaona pata tu division 4. Kwa tunataka tuondokane na division 4 na division 0. Tupunguze division 4, tuondoe kabisa division 0. Hawa watoto tumewachagua kutokana na umahiri kutoka katika kila shule, watoto 10 bora wa kidato cha pili na watoto 10 bora wa kidato cha 4. Hawa watakaa kambini kwa siku 21, na katika siku hizo watafundishwa na walimu mahiri. Tumewachagua walimu 24 kutoka kwenye wilaya nzima ambao watawafundisha masomo yote, na kila somo lina walimu 3. Tunaona kwamba baada ya kambi hii matokeo yajayo yatakuwa ni mazuri sana, na ni mpango wetu kuona wanafaulu vizuri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, napenda kushukuru sana kwa ujio wako katika tukio hili muhimu sana la kutufungulia kambi hii katika shule hii ya Abedi Amani Karume iliyopo hapa katika kata ya Pai, shule ya sekondari, kwa ajili ya watoto wetu hawa 442 ambao ni watoto wa kidato cha pili na kidato cha 4 katika halmashauri ya wilaya ya Kondoa. Tunakushukuru sana kwa ujio wako Mheshimiwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na shukurani hizi za ujio wako, lakini kipekee pia niweze kushukuru Mheshimiwa Mbunge kwa kuwezesha kwa kupitia mfuko wake wa jimbo kuwezesha kambi hii kuweza kufanyika katika eneo hili ambako tuko leo. Asante sana Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa, ningependa pia kushukuru uongozi wa halmashauri akiwemo mkurugenzi, mwenyekiti wa halmashauri, makamu na waheshimiwa wote akiwemo mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii na wote, kwa kweli kwa ulisimamia kwa kutenda haki kabisa ndani ya wilaya ya Kondoa na kuhakikisha kabisa huduma hii ya elimu kwa watoto wetu na vijana wetu inawafikia kwa ustadi wa hali ya juu, na hatimaye kama alivyosema mkurugenzi Mheshimiwa, tulivyokuja hapa Kondoa wakati tunateuliwa sisi ilikuwa inakuwa ya mwisho, lakini kwa mshikamano uliopo kati ya viongozi wa serikali, ofisi ya mbunge wetu Mheshimiwa Bunge, waheshimiwa madiwani na wote pamoja na wanafunzi kujitambua na kujua umuhimu wa elimu katika wilaya ya Kondoa na viongozi wa idara ya elimu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wilaya ya Kondoa tumeendelea kupokea tuzo mbalimbali za kufanya ubora wa elimu katika wilaya hii na kuongoza kimkoa kila tunapozidi kwenda, na maksi zetu zina ufaulu zinazidi kupanda juu. Kwa majina naitwa Philomena Stefani Mlisha, ni mwanafunzi wa shule ya Amani Abedi Karume. Ni kwamba nashukuru sana viongozi kwa hilo wanalolifanya, kwa sababu mwanzoni matokeo yalikuwa sio mazuri, lakini kwa sababu ya kambi hii zinatusaidia kupandisha matokeo katika wilaya ya Kondoa. Napenda endelee na moyo huu wa kutusaidia ili tuweze kufanya vizuri katika masomo yote, ili tuweze kuja kuijenga nchi yetu katika sekta zote. Kwa jina naitwa Salimu Ayubu Juma kutoka shule Busi. Naahidi kuwa tutapata division 1. Tutapata division 1 kutokana na hii kambi tuloa somo mwezi wa 6. Pia vile vile nitawashauri wanafunzi wenzangu tukazane kusoma katika masomo ya science. Kwa mfano kuna shule zingine hakuna walimu wa physics. Kwa hiyo itasaidia sana hii kambi ili waweze kufaulu somo hili la physics.